afisa habari wa Simba Sport Club Ahmed Ally ambaye amemlipua golikipa wa Simba Sport Club Djibril Kasali, na hii yote ni baada ya Djibril Kasali jana kuruhusu goli la kizembe dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao ulipigwa pale jijini Arusha. Sasa mengi sana amezungumza Ahmed Ally kwenye exclusive interview baada ya mechi hiyo kutamatika. Je, ni mambo gani ambayo ameyazungumza Ahmed Ally na amesemaje kuhusiana na golikipa huyo? Yote ameweka wazi na yote tunakuletea hapa Tubone Media. Ambacho unatakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Sasa leo tunaenda kwenye kikosi cha mnyama Simba Sport Club, ambapo jana kulikuwa kuna mchezo mgumu wa CRDB Federation Cup FA, ambapo mnyama Simba Sport Club alishuka dimbani dhidi ya Dodoma Jiji, na hiyo mechi ilikuwa ni kisasi day, kwani mnyama Simba Sport Club alikutana na Dodoma Jiji kwenye NBC Premier League pale Dodoma, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare bila kufungana, yani sare ya nyau 0-0. Sasa kwenye CRDB Federation Cup FA mnyama amekutana tena dhidi ya Dodoma Jiji. Hapo jana tumeshuhudia mchezo huo ambao umepigwa jijini Arusha pale majira ya saa 10:30, lakini mchezo ulipoanza tu dakika ya 9 basi Dodoma Jiji walitosha kuandika wavuni goli la uongozi kwao, ambalo goli hilo lilidumu mpaka kipindi cha kwanza. Sasa baada ya kufunga goli hilo Djibril Kasali, ambalo ukianza kuangalia kwa namna moja ama nyingine Djibril Kasali alikuwa ni mzembe, kwani goli hilo sio la kufungwa kutokana na professional aliyokuwa nayo. Sasa hilo goli lilidumu hadi kipindi cha kwanza, na kipindi cha pili Simba Sport Club wakarudi mchezoni na wakamiliki mchezo, na magoli yalikuwa ni 3-1. Simba walipata ushindi kipindi cha pili kwa kudumbukiza kimiani magoli 3. Hivyo basi mchezo ulitamatika kwa Simba Sport Club kuibuka na ushindi mnono dhidi ya Dodoma Jiji kwa magoli 3, na ushindi huo wa Simba Sport Club unawapeleka kwenye hatua inayofuata, hatua ya robo finali. Sasa kimbembe ni kuhusiana na goli alilofungwa Djibril Kasali, na msemaji wa Simba Sport Club ameweka wazi kwamba Simba Sport Club tayari wameshampatia mkataba wa miaka 2 Musa Pinpin Kamara, na tunafahamu sheria za NBC Premier League zinahitaji kila timu iwe na golikipa mmoja wa kigeni. Sasa Simba Sport Club mpaka sasa hizi wana magolikipa 2 wa kigeni, na hii yote ni baada ya Musa Pinpin Kamara kupata majeraha, ambaye alikuwa ni golikipa namba 1 wa Simba Sport Club, na Simba wakaingia sokoni kutafuta kipa ambaye ataweza kuwavusha kwenye nchi ya ahadi na kushika nafasi ya Musa Pinpin Kamara, ndipo ambapo wakampata Djibril Kasali. Sasa baada ya Musa Pinpin Kamara kupona, na ripoti zinaripotiwa kwamba Musa Pinpin Kamara tayari ameshapona na tayari amejiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Sasa kimbembe ni kwenye sheria za NBC Premier League, sheria za TFF ambazo zinahitaji kila timu iwe na golikipa mmoja tu wa kigeni. Sasa kimbembe kinakuja, je, kati ya Djibril Kasali na Musa Pinpin Kamara aondoke nani? Lakini Ahmed Ally ameweka wazi kwamba tayari Musa Pinpin Kamara wamempatia mkataba wa miaka 2, na hivi wanasubiria msimu huu wa ligi uishe, na ukitamatika ndipo basi watakuja na majibu sahihi kati ya Musa Pinpin Kamara na Djibril Kasali, nani anapaswa kuondoka kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi. Sasa hapa Tubone Media tupo bega kwa bega kufuatilia hili swala. Je, kati ya Djibril Kasali na Musa Pinpin Kamara nani anapaswa kuondoka ndani ya wekundu wa Msimbazi? Yote tutakuletea hapa Tubone Media, lakini pia tunataka ushauri wa kwako wewe shabiki wa Simba Sport Club, shabiki wa Musa Pinpin Kamara, shabiki wa Djibril Kasali. Je, wewe unamkubali nani kati ya Djibril Kasali na Musa Pinpin Kamara? Dondosha hapo comment, na usisahau kusubscribe kwa update kali kutoka kwetu. Mimi ni Tubone na hii ni Tubone Media. Hadi wakati mwingine, bye bye.